Wapendwa, ni tafakari fupi juu ya masomo. Katika somo la kwanza kitabu cha Mwanzo, Ibrahimu kwa ujasiri, unyenyekevu na kwa upendo mkubwa, kama upendo wa kibaba, anaomba kwa ajili ya Sodoma. Anaomba nini? Huruma ya Mungu. Tukio hili linatukumbusha juu ya hukumu ya Mungu na huruma ya kibinadamu. Ujasiri wa Ibrahimu inatumotisha kusali bila kukata tamaa kwa wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tunapaswa kuomba waliokata tamaa, waliolemewa na matatizo, magonjwa, masumbuko, na walioachwa na jamii. Na zaburi tuliosali inatukumbusha kwamba huruma ya Mungu hauna mwisho. Anatuponya, anatusamehe na anatuvika kwa taji la huruma. Wakati makosa yetu yanatubana, tusisahau kumbuka huruma na upendo wa Mungu. Na katika Injili, mwaliko wake Yesu ni tofauti. Yesu hakuahidi au ahadi zake ni tofauti. Asemi kwamba anatupatia anasa au maisha ya furaha. Anatoa mwaliko, nifuate. Tukisema yes, ndiyo, nipo hapa. Ndiyo inamaanisha kuacha nyumba, mahali pa security, mahali pa usalama. Mara nyingi natoa mfano, Dominika. Inakuwa vigumu kwa Wakristo kuishi. Nasema hivi, kama pale ni maisha yangu, niliona kwamba mtazamo wangu, asilimia kubwa ya Wakristo hawaishi Ukristo ipasavyo kidominika. Asilimia kubwa ya Wakristo Dominika wanachelewa. Maana hawapendi kuacha comfort zone. Dominika inakuwa kama siku zozote zile za kawaida ya wiki. Je, nimekumbwa na mambo ya dunia wakati napaswa kumfuasa Kristo? Tumpe nafasi ya kwanza kwake, hasa siku ya Dominika. Tushiriki kikamilifu Dominika, Dies Domini. Tutakatifuze maisha yetu. Sisi ni Wakristo wa Dominika. Sisi ni wa kwake. Kristo amefufuka na Kristo ametushirikisha katika ufufuko wake. Kwa hiyo wakati tunakumbwa na matatizo, masumbuko na wasiwasi, pengine dhambi zetu, lakini twende kwa nani? Kwa Kristo na huruma yake. Tuombe. Bwana Yesu, nipe nguvu na kufuata wewe kwa moyo wote, kwa imani, kwa matumaini na kuamini katika huruma yako. Unifundishe kujifunza na kuthamini umuhimu wa kukupa nafasi ya kwanza na kuimarisha maisha yangu kama muujaji wa matumaini na kuelekea Yerusalemu wa mbinguni. Amina.